Yes, mambo vipi mtu wangu, ni time ya kuhabarishana, kupeana zile taarifa za kimichezo kila siku, na kusihi gusa tu neno subscribe ili usipitwe na taarifa zetu zote za kimichezo. Ukisha subscribe channel hii, taarifa zote za usajili wa Simba na usajili wa Yanga dirisha kubwa zote zitakufikia katika simu yako ya mkononi, na wewe utakuwa wa kwanza kutipata zile taarifa zote kabisa za kimichezo. Hivyo subscribe kwa sasa ili usipitwe na taarifa zetu za kimichezo. Kama tulivyofanya dirisha dogo la usajili, ukuletea usajili wote wa Simba na Yanga, ndivyo hivyo pia tumejipanga kuletea usajili wote wa Simba na usajili wote wa Yanga dirisha kubwa la usajili, ambapo ligi ambapo inakwenda ukingoni. Hivyo ukisha subscribe channel hii, basi utakuwa umejiunganisha ama umejisajili moja kwa moja na kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata, kwa sababu tu utakuwa umeshagusa neno subscribe. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yetu hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Bana, leo tuko mitaa ya Msimbazi, na hii hapa ndo listi ya usajili ama ndo majina ya usajili ambayo tayari yapo ndani ya mafaili ya mabosi wa klabu ya Simba ama wachezaji hawa wanatajwa kusajiliwa ndani ya klabu ya Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Sio siri tena, haya ndo majina ya usajili ambayo yatakwenda kujionyesha ndani ya usajili wa Simba. Kwenye usajili yuko hapo bana, jamaa mmoja hivi, mshambuliaji hatari kutoka na klabu ya ASEC Mimosa ambaye anajulikana kwa jina la Kelvin Bakare, ambaye amemaliza msimu kwa magoli 17 na asisti 4 ndani ya klabu ya ASEC Mimosa. Moja kati ya washambuliaji hatari namba 9 ambao Simba watakwenda kuwasajili katika dirisha kubwa la usajili. Mwingine ni mshambuliaji ama mfungaji bora wa ligi kuu ya nchini Afrika Kusini, anaitwa Dede Junior, ambaye ana magoli 17 na asisti 8 na ndiye mfungaji bora kunako ligi kuu ya nchini Afrika Kusini kunako klabu ya Golden Arrow. Ni miongoni mwa namba 9 ambao Simba wanazisaka dirisha kubwa la usajili. Wa kwanza ni Kevin Bakare kutoka klabu ya ASEC Mimosa pale nchini Afrika Kusini, na yeye ndio top scorer namba 9, na mwingine huyo Dede Junior, mfungaji bora wa ligi kuu ya nchini Afrika Kusini. Wote hawa wanahitajika ndani ya klabu ya Simba dirisha kubwa la usajili. Mwingine ni Faisal Salum. Simba wanaangalia kurejea tena kwa Faisal Salum dirisha kubwa la usajili, kwa sababu Faisal Salum na Azam kufikia mwishoni mwa msimu huu atakuwa ibakisha miezi 6 tu, hivyo anaruhusiwa kuzungumza na klabu yoyote inayomhitaji kwa mujibu wa sheria za ligi kuu ama sheria za mpira wa hapa Tanzania, kwamba mchezaji akishafikisha miezi 6 basi anaruhusiwa kuzungumza na klabu yoyote ambayo inamhitaji. Mkataba wa Faisal na Azam unaelekea ukingoni Disemba mwaka huu, hivyo Simba wanafanya namna kumpata dirisha kubwa la usajili ili waweze kumalizana naye Faisal Salum, ikiwa ni ndoto ya wana Simba, na Faisal mwenyewe amesema kwamba anahitaji changamoto nyingine. Huenda Simba wakampata zamu hii kirahisi ndani ya klabu hiyo. Mwingine Simba anamwangalia ni Cloud Girimugisha kutoka Al Hilal Omdurman. Simba pia wanahitaji saini ya winga mshambuliaji huyo raia wa Burundi, lakini Simba wanakutana na upinzani mkubwa baada ya Al Ahly kutoka nchini Misri nao pia kubisha hodi kunako klabu ya Al Hilal pale nchini ya Sudani kuhitaji pia saini hiyo ya Cloud Girimugisha. Tusubiri tuone mambo yatakuwaje. Mwingine ni huyu bwana mdogo Ende Afonso, Endi Afonso. Huyu ni furubaki ya kulia kutoka Petro Atletico ya Rwanda ya Angola, na raia pia wa Angola, ambaye Simba wanamhitaji kwa ajili ya replacement ya Shomari Kapombe, ambapo Duchu ameshindwa kukava ama kuvaa viatu vya Kapombe sawa. Hivyo Eddie Afonso anapigiwa upatu na kocha Steven Becker, anahitaji saini ya Eddie Afonso dirisha kubwa la usajili ili kuongeza nguvu katika eneo hilo la beki ya kulia, ambapo Shomari Kapombe anaonekana kwamba kasi inazidi kupungua. Hivyo Eddie Afonso ni miongoni mwa majina ambao Simba wanakwenda kuyasajili dirisha kubwa la usajili.
hapa nyumbani Simba wametua pia baada ya kumhitaji Faisal Salum, na Simba pia wanahitaji nyota mwingine kutoka Azam FC ambaye ni Chilambo. Pia Simba wanamhitaji Walter Chilambo ndani ya klabu ya Azam FC. Chilambo ni mbavu ya kushoto, hivyo Simba wanahitaji mbavu ya kushoto mwingine, na wanamuona Chilambo kama ndiye atakuja kuwaongoza katika eneo hilo la beki ya kushoto ambao yupo Mligo pamoja na Kibabage. Ni taarifa hizo ambazo hupaswi kuzikosa mtu wangu. Taarifa nyingine ni kwamba Simba wanafikiria kumuuza mshambuliaji wao Libase Gaye kwa ajili ya kumsajili Tapelo Maseko kutoka kuna klabu ya Mamelodi Sundowns. Kuna klabu ambayo inamhitaji Tapelo Maseko na imeweka pesa za kutosha, hivyo Simba hawataki kupoteza muda. Huenda kama watakubaliana na Mamelodi Sundowns, ama kama makubaliano yatafikiana kati ya Simba na Mamelodi Sundowns, basi Simba watamuuza Libase Gaye dirisha kubwa, na Tapelo Maseko winga kutoka nchini Afrika Kusini atakuja kuchukua nafasi ya Libase Gaye. Adams kutoka klabu ya Mamelodi Sundowns pia ni miongoni mwa majina ambao pia yamependekezwa na kocha Steven Becker ndani ya klabu ya Simba, naye pia anapigiwa upatu kujiunga ndani ya klabu ya Simba. Jayden Adam ni kiungo kutoka Mamelodi Sundowns pamoja na Tapelo Maseko, wote hawa mambo yanakwenda sawa, tatua ndani ya klabu ya Simba dirisha kubwa la usajili.